Maisha yana hadithi nyingi, kila moja ikibeba changamoto na mafanikio yake. Na katika hali hiyo, kila mtu hupitia nyakati za furaha na huzuni. Lakini wakati mwingine, hali hii inaweza kubadilika kwa haraka. Na mtu anaweza kuingia katika changamoto kubwa ambayo ikabadili historia yake pasipo kujali wadhifa au umri alionao. Jambo ambalo hutokea kwa wengi pasipo kutarajia, unaweza kutokea wakati wowote na kubadili kabisa mwelekeo wa maisha. Karibu ufuatilie makala haya ya kipekee yanayochochea fikra, kugusa mioyo na kuleta mwanga mpya wa matumaini kwa kila mmoja wetu. Ambapo tutaangazia maisha ya Bwana Zablon Sabai, namna alivyoshinda changamoto ya ulemavu na jinsi maisha yake na familia yanavyoendelea kwa nguvu na matumaini. Mimi ni Baraka Gofira, mwandaaji na mtayarishaji wa makala haya, na kukaribisha ungane nasi kwenye simulizi hii ya kusisimua iliyojaa mafunzo tele. Nakumbuka mwaka 2017 ilikuwa mwezi wa pili. Kama sio mwezi wa pili mwishoni kabisa. Wakati nikiwa kanisani siku ya Sabato, wakati huo nilikuwa kwenye kanisa moja linaitwa kanisa la Mlimani mjini Chato, wilaya Chato pale. Kuna kanisa dogo tu linaitwa Mlimani. Wakati tukiwa pale siku ya Sabato, mimi siku hiyo nilipangwa kuhudumu kama mwenyekiti wa ibada. Na wahudumu wote tulikuwa tumekusanyika kwenye eneo la maandalizi kwa ajili ya ibada. Hasa wakati tulikuwa tumesimama tunasubiri kiongozi wa kanisa atoke kutangaza au kutoa matangazo ya kanisa na kisha arudi sasa tuende kwenye ibada. Nikiwa nimesimama, ghafla tu nilistukia nikiwa sioni. Yaani niliona giza kwenye macho. Wakati nikiwa nimesimama naona giza, nikaanza kutafakari mwenyewe ni nini ambacho kinaendelea. Lakini nikawa naomba kimoyomoyo, nikamwomba Mungu anisaidie, maana tuko kanisani na kwamba mimi ndio mwenyekiti wa ibada. Basi kwa kweli wakati naendelea kuomba kimoyomoyo, Mungu akanisaidia, ule uono ukarudi. Kimuujiza hivyo tu. Baada ya kurudi uono kama kawaida, basi tuliingia kanisani ndani, tukaendelea na ibada. Kwa kuwa mimi ndio nilikuwa mwenyekiti, nilisimamia vyema ibada, kwa maana ya kukaribisha kila mhudumu aliyekuwa anatakiwa kwa zamu yake. Na baada tu ya mhudumu au mhubiri kusimama na kuanza kutoa hotuba, kwa kweli ile hali ya kutokuona tena ilirejea nikiwa nimekaa kwenye kiti. Kwa kweli ilinipa kutafakari sana. Kwa hiyo muda wote ibada inaendelea, mimi nikawa sioni na nikawa na tafakari tu nifanye nini au nini kinachoendelea. Nikawa naomba kimoyomoyo, na mpaka ibada ilipoisha, cha ajabu sasa kwa muujiza wa Mungu, nikashangaa uone tena narudi vizuri, nikaona vizuri, basi nikahitimisha ibada kwa maana ya kufunga ibada kama kawaida ya ibada zinavyohitimishwa, na tukaondoka tukarudi nyumbani. Na ndipo nilipoeleza familia yangu kile kilichonitokea. Na kwa siku hiyo hali haikunitokea tena. Lakini baada ya kupita siku kadhaa, siku chache tu, ndipo nilipoanza kusikia kichwa kinaniuma. Kichwa cha kawaida tu. Mimi nikachukulia ni kichwa cha kawaida. Kwa hiyo niliamua kutafuta matibabu, kufanya vipimo vya malaria na vipimo vingine vya kawaida, lakini niliambiwa kwamba sina tatizo lolote. Lakini wakati sasa nikiwa nimetulia na tafakari naongea na watu, kwa kweli ndipo lile giza tena likarejea taratibu, na kuanzia siku hiyo sikuweza kuona tena. Akanipigia simu, akaniambia nasikia naumwa, kichwa kinaniuma sana na hata sioni. Nikamuuliza ni kwamba
huoni kabisa au unaona kwa mbali? Akaniambia sioni kabisa. Yaani pale njiani nikasema Mungu wangu. Nikasema kuna jambo sasa hapo limefika. Nikasema nisaidie. Msaidie huko aliko. Nikasema Mungu, kwa sababu wewe ni muweza wa yote, hili nalo halitakushinda. Kweli hali ikaendelea hivyo mpaka kesho yake nikasafiri nikaenda pale Msoma ambapo ndipo shida ilipompatia. Mimi nilikuwa Chato. Nikaenda mpaka hospitalini, nimkuta kweli katika hali ilikuwa kihangaika. Kweli nikakawa nimekata tamaa. Nikasema huenda hivi kweli atapona, lakini tukaendelea kumtegemea Mungu. Katika vipimo tuende hospitali, walivyompima tatizo likabainika kwamba ni uvimbe. Jitihada mbalimbali zikafanyika ili kurudisha uono, lakini zikagonga mwamba. Nilifanya jitihada mbalimbali za kwenda hospitalini pale Bugando kwa mataalamu wa macho, lakini hata Muhimbili pia nilifika, lakini pia nilipelekea mpaka India kwenye hospitali kubwa ya kibingwa inaitwa hospitali ya Apollo. Na huko kote wataalamu walijaribu kunisaidia, lakini ilishindikana. Basi na ilinifanya nikubaliane na hali nilionayo. Nitegemea kwamba labda itakuwa ni ya muda mchache tu anaweza kuona tena. Lakini naona huu sasa ni mwaka wa 8 tangu changamoto hii ilivyompata. Ninaendelea kumshukuru Mungu. Maana tangu nimepata hali hii kwa kweli nimeendelea kuona mkono wa Mungu. Nimeendelea kumshuhudia Mungu kwa maana kwamba amezidi kunipa afya njema nyingine hii. Mimi ni mzima, naendelea kumtumikia Mungu. Na kwa sasa mimi ni mzee wa kanisa la Nguzo Mbili. Mwanzoni nilifanya kutafakari sana, ni kwa nini? Nilijiuliza maswali mengi sana. Walimwengu wakaingia na kila mtu na ushauri wake. Mwanzoni kwa kweli nilikuwa nikilala nikiamka najiuliza, hivi ni mimi kweli nimekuwa kwenye hali hii? Kwa hiyo changamoto ya kwanza na ya msingi ambayo ilinikumba ni kukubali kwamba hii hali imenitokea na kwamba kuanzia sasa mimi ni mtu nisiyeona. Hilo ni swala ambalo lilinichukulia muda sana kulikubali. Mimi nilijua kwamba nina muda mfupi sana, labda nitaacha kuona kwa muda wa siku 2, 3, wiki, mwezi, baadaye nitaona. Lakini kumbe sivyo. Hilo ilikuwa la kwanza. Lakini changamoto ya pili ni kuhusiana na ndugu, jamaa, marafiki waliokuwa wanakuja kunitazama. Wengi au baadhi yao walikuja na mtazamo kwamba hii hali niliyoipata hii sio bure. Sio tu ugonjwa wa kawaida. Hii bwana ni nguvu za giza. Kuna mkono wa mtu hapa ambaye amenichezea. Kuna mtu hapa ameniroga. Ndio maana nimekuwa kwenye hali hii. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa changamoto kwangu. Maana sio mtu mmoja wala sio wawili. Na nidiriki kusema tu kwamba hata baadhi ya washiriki ndani ya kanisa. Huko nilikokuwa nasali, makanisa mengine, maana hapa Geita pia nilikuwa nasali, hata Geita hapa pia kuna baadhi ya washiriki ambao walikuwa wananiambia hivyo, na mara pengine walikuwa wananiambia hivyo. Na wengine wakadiriki kuniambia kwamba kwa nini usiende kwa waganga? Kwa nini usiende kwa waganga? Na wakawa wananitolea mifano kwamba kuna mzee fulani au kuna mtu fulani, kuna mama fulani, kuna kijana fulani, na yeye alipata changamoto kama ya kwako, lakini alipoenda kwa mganga fulani na akapewa dawa, basi huyo mtu ni mzima. Kwa hiyo kwa kweli ushauri uliambatana na mifano mbalimbali ya watu kama mimi ambao walipata changamoto ya kutokuona na walipoenda kwa waganga wakapona. Kwa kweli nguvu ya ushawishi huo ilikuwa ni kubwa sana. Alishindaje maneno na ushauri wa walimwengu? Katika maisha yangu sijawahi kwenda kwa mganga. Katika maisha yangu sijawahi kwenda kwa mpiga ramli wala kutafuta dawa ya aina yoyote ile. Lakini pia namshukuru sana mke wangu pamoja na mama yangu mzazi pamoja na wadogo zangu. Yaani kwa maana ya familia yetu. Wenyewe walikuwa wananiambia kwamba usijaribu kufanya hivyo.
na mtu yoyote atakaye kushauri hivyo kataa. Na mimi kwa sababu nilishaazima tangu mwanzo kwamba sitajishirikisha kwenye mambo ya ushirikina. Nilishafanya maamuzi hayo. Kwa hiyo huo ushauri ulikuwa unatolewa sikuzingatia. Wengi walisema kwamba mmekalia tu Biblia na Biblia tuone sasa iwasaidie. Lakini nikasema baada aliyetuweka duniani ni Mungu. Sisi tuwaelekeza kwamba sisi tuendelee kumtumaini Mungu. Mungu pekee ndio anaweza aliye na suluhisho la mambo yote. Kwa hiyo tumeendelea kumtumaini Mungu mpaka dakika hii. Tuko pamoja, tunasaidiana katika majukumu mbalimbali hapo nyumbani, familia yetu, watoto wetu wanaendelea vizuri na masomo. Basi tunamshukuru sana Mungu. Kwa hiyo nikajifunza akasema Ayubu alisema tupate tu mazuri na mabaya yasitupate. Kwa hiyo sisi sio wa kwanza katika changamoto. Ni wengi ambao pia wameshapitia changamoto mbalimbali, lakini walimtegemea Mungu. Hata nasi tunamtegemea Mungu. Kama atakubali kwamba kusema sasa leo naweza kumfungua, atamfungua macho. Lakini kama ndivyo Mungu alivyokusudia, unajua mambo ya siri ni ya Mungu. Yaliyofunuliwa yetu na watoto wetu. Kwa hiyo sisi yale yaliyoko mbele yetu ndio tunayofanya. Kwa hiyo anasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo, na hili amelikubali mwenyewe liwe hivyo. Kwa hiyo hata wale watu walivyotusonga, kila mtu anakuambia anakuja na nani yake. Wengine wasema wameenda hata wameshindwa jinsi ya kutuletea ripoti. Ni kwa sababu waliona kwamba tumesimama kumtegemea Mungu. Hatukutafuta njia nyingine tofauti na Mungu, kwenda hospitalini, ushauri tunaopewa na daktari tunafuata. Basi maisha yanasonga mbele. Kwa kutokusikiliza ule ushauri, basi mpaka sasa bado niko na furaha moyoni mwangu, nina amani, nimechukulia kwamba hizi ni changamoto, ni ulemavu kama ulivyo ulemavu mwingine, na kwamba maadamu tuko duniani, basi hatujakamilika. Yawezekana leo nikawa mzima, kesho nikapata ulemavu, kama inavyoweza kutokea kwa mtu mwingine. Na mtu mwingine na yeye pia anaweza kuwa mzima kabisa, lakini anaweza kasafiri akawa safarini, gari kapata ajali njiani, akavunjika mkono, akavunjika mguu, mwingine akavunjika hata mbavu na kadhalika, akawa ni mgonjwa wa kudumu. Kwa hiyo hii mimi binafsi nimechukulia kwamba ni hali, ni mabadiliko ya hali. Ni kama vile ambavyo mtu anaweza akavunjika mkono, anaweza akakatika mguu na kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli ushauri wowote unaokinzana na neno la Mungu mimi siwezi kuzingatia hata kidogo. Kuna ule msemo wa Kiswahili usemao akufai kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Na hapa familia kaonyesha umoja na msimamo wa kumsaidia mzee Zablon ili aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Familia yangu au ndugu zangu kwa kweli niwashukuru sana. Ndugu zangu karibia wote, asilimia kubwa ya ndugu zangu tulionao hapa nyumbani na waliopo mbali kule, maana ndugu wametawanyika sehemu mbalimbali, wengi walinisaidia. Kwanza wengine waliniambia kwamba nimtegemee Mungu, waliniambia nimtegemee Mungu na kwamba kwa kuwa Mungu yupo na anaona hii hali yangu, basi akikusudia ataniponya. Ndugu zangu walio wengi. Lakini pia ndugu zangu walichukua jukumu la kunitafutia matibabu ya kibingwa ya hospitalini. Walinipeleka India, hospitali inaitwa Apollo, kwa gharama kubwa sana. Walichanga gharama kubwa sana, wakanipeleka kule India. Kwa kweli nilifanyiwa vipimo vya kibingwa na matibabu ya kibingwa, na madaktari walikiri kwamba ile mishipa ambayo imesababisha nisione imeharibika kwa kiwango kikubwa sana, na kama ningewahi mapema kipindi kile ambacho hili tatizo limeanza, kama ningewahi, yawezekana wangeiokoa. Lakini kwa sababu tangu hili tatizo lilipoanza na mpaka nilivyokuja kwenda India ilichukua muda mrefu kidogo, kama mwezi mzima hivi. Kwa hiyo akasema kwamba kwa kuwa tayari muda umeshakuwa mrefu, basi hata ile mishipa nao imeshaathirika sana. Kwa hiyo madaktari walinitia moyo, na nakumbuka daktari wangu ambaye alikuwa ananitibu India aliniuliza swali moja, ni Muhindi.
Akasema kwamba wewe unasali dini gani? Mimi nikamjibu kwamba mimi ni Mkristo, dhehebu la Adventista wa Sabato. Akaniambia kwamba kama wewe ni Mkristo, Mwadventista Msabato, basi mtegemee Mungu. Naomba mimi kama daktari bingwa, neurosurgeon, daktari bingwa wa kutibu ubongo pamoja na mishipa fahamu, aliniambia kwamba nakupa mimi tiba za aina mbili pamoja na dawa unazokupa, lakini nakupa tiba za aina mbili. Tiba ya kwanza, kula sana mboga za majani pamoja na matunda. Lakini tiba ya pili, omba sana kwa Mungu. Kwa kweli nilimshangaa yule daktari, maana tulijaribu kumuuliza, wewe unasali dhehebu gani? Kama mimi ni Muislamu, alisema hivi. Mimi ni Muislamu. Lakini kwa kuwa wewe ni Mkristo, omba sana Mungu. Mungu yupo. Na akasema kwamba mimi pamoja na kwamba ni daktari, lakini sisi madaktari huwa tuna ukomo wetu au tuna mipaka yetu. Pamoja na kwamba tumepewa utawala na Mungu, lakini bado tuna mipaka kwenye utaalamu wetu. Na pale tunapokomea sisi, ndipo Mungu anapoendeleza pale tulipokomea. Kwa hiyo ninakuomba kijana wangu, tena alikuwa ni mtu mzima sana. Akasema nakuomba kijana wangu, muombe sana Mungu, atakusaidia. Kwa kweli yale maneno ya daktari yalinitia sana moyo. Yalinipa nguvu kwamba ikiwa daktari amemtambua Mungu, basi hata mimi Mungu atanisaidia. Usitegemee maisha siku zote yatakuwa ni mazuri tu, kwamba siku zote wewe unapata mema tu, usipate changamoto, kwamba ndani ya safari ya maisha na changamoto zinakuwepo. Kwa hiyo ni jinsi gani na wewe umejikita kumtegemea Mungu katika changamoto ili kuondokana na mawazo huenda na fikra potofu ambazo zinaweza zikakutenga mbali na Mungu. Mzee Zablon, mbali na kuwa kiongozi wa kanisa, pia ni afisa mwandamizi katika serikali. Swali langu kwake ikawa ni kwa namna gani anaweza kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Mimi niko kwenye kitengo cha elimu kwa umma. Kama unavyojua kwamba kitengo cha elimu kwa umma ni kitengo cha kutoa elimu. Tunazunguka kuzungumza na wananchi kwenye vijiji, kwenye senta mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali ndani na nje ya mkoa wetu wa Geita. Kwa hiyo popote ninapokwenda, wananchi wananipa ushirikiano mzuri, viongozi wangu wananipa ushirikiano mzuri, watumishi wenzangu wananipa ushirikiano mzuri, na mimi pia nawapa ushirikiano mzuri. Kwa ujumla kazi inaendelea. Kazi inaendelea vizuri sana. Maana tangu nilipokuwa mzima na hata sasa sijaona mapungufu ya aina yoyote ile kwa upande wa kazini. Washiriki hawa watumishi bado tuko nao vizuri, tunafanya na kazi nao vizuri, lakini pia na mimi nawapa ushirikiano vizuri kwa kadiri Mwenyezi Mungu anavyozidi kunijalia. Ulemavu si mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa kuona ulimwengu kwa mtazamo tofauti, mtazamo wa kipekee unaotufundisha namna halisi ya upendo, uvumilivu na mshikamano. Mtu yoyote wakati wote ule anaweza kupata ulemavu. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuwa tayari kwamba mimi hata kama ikitokea nikawa mlemavu, basi jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, ulemavu sio mwisho wa maisha, kwamba unaweza ukapata ulemavu lakini maisha yakawa yanaendelea kama kawaida. Kula na kula, kulala na lala, naamka asubuhi, najiandaa naenda kazini, natoka kazini jioni narudi nyumbani. Lakini pia ninaweza kufanya kazi ndogo ndogo za pale nyumbani, kazi kama wanaofanya watu wengine, kama za usafi, kama za kutoa ushauri, kama za kuongoza familia, zote ninazifanya. Kuna asilimia ndogo ya watu ambao kwa kweli wanaona walemavu kama sio watu, kama ni watu ambao wakati mwingine labda hawakustahili kuwepo duniani. Hiyo ni asilimia ndogo, lakini kwa sababu unaweza kuwa unaongea na mtu kabisa, wakati mwingine hakujali, wakati mwingine
anaweza akatoka pale ukasikia na kusema pembeni. Ulemavu unaweza kuja wakati wote ule na kwa namna yoyote ile. Katika neno la Mungu hatukuona mahala popote Yesu akiwacheka au akiwasema vibaya walemavu. Alipokutana nao wengi aliwasaidia, aliwaponya, na wengine aliwapa maneno ya matumaini. Wengine aliwauliza, unataka nikufanyie nini? Waliposema shida zao, Mungu aliwasaidia, Yesu aliwasaidia. Kwa hiyo niwaombe watu jamani, waache kuwasema watu vibaya. Iwe ni mlemavu hata sio mlemavu. Kuna methali inasema kwamba usitukane mamba kabla hujavuka mto. Baada ya changamoto hiyo, mzee huyu ameanzisha utaratibu wa kukutana na walemavu wengine wa macho mara 2 kwa mwaka kwa mwezi wa Januari na Julai, ambapo waalika nyumbani kwake kuja kubadilishana mawazo na kujengeana uwezo. Niliamua kufanya hivi kwa sababu mimi mwenyewe ni mlemavu wa macho. Lakini pia ninapokutana wenzangu hawa, basi tunatiana moyo. Tunatiana moyo namna ya kusaidiana. Lakini pia huwa tunaangalia changamoto zinazokumba wenzetu. Kama kuna mtu ana changamoto, basi tunaijadili pamoja. Kama ni changamoto ambayo inaweza kutatuliwa na sisi wenyewe, basi tunaona namna ya kumsaidia mwenzetu. Kama ni changamoto ambayo inahitaji labda msaada labda wa serikali, basi tunajaribu kutafuta msaada kutoka serikalini kwa ajili ya changamoto hiyo. Lakini pia kama ni changamoto labda ya unyanyapaa tu wa kifamilia na kadhalika, tunajaribu kuangalia namna gani tunaweza kuitatua hiyo changamoto. Kwa hiyo lengo ni kwamba tukutane ili tuweze kwanza kutiana moyo, kutiana shime, kuhimizana na kuweza kuongezeana nguvu sisi wenyewe. Lakini ni ujumbe gani anawaasa watu wenye ulemavu, hasa wale waliojikatia tamaa na kubaki na manunguniko kwa kila jambo? Sisi walemavu wa macho au walemavu wote, kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yetu ambalo ndio jiwe la kupambana Goliath, ambao ni changamoto za maisha. Kwa hiyo tusikae tunabweteka, tunalialia, tunanungunika tu, tunalalamika. Tusiwe lalamishi. Tunanungunikia viongozi wa kanisa, tunanungunikia ndugu zetu, tunanungunikia serikali, wakati kumbe Mungu ameweka kitu fulani katika maisha yetu. Ameweka jambo fulani. Hicho kitu kidogo ambacho Mungu kakiweka ndani yetu, tukikitumia vizuri, kinaweza kuleta matokeo makubwa sana. Kwa hiyo walemavu bado tunaweza kufanya jambo fulani kwa ajili ya maisha yetu, lakini pia kwa ajili ya familia zetu, lakini pia kwa ajili ya kanisa, halikadhalika kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mzee Zablon anatamani kuona jamii ikibadilisha mtazamo juu ya watu wenye ulemavu kwa kuwapenda na kutoa nyanyapaa, kwani wao ni binadamu kama walivyo wengine na kila mtu ni mlemavu mtarajiwa na anaweza kupata changamoto hiyo wakati wowote. Unapompenda mlemavu kwa kweli na yeye anajisikia vizuri sana. Unajua mlemavu ni mtu ambaye hajiamini kutokana na ulemavu wake. Ni mtu ambaye hajiamini. Kwa hiyo unapompenda mlemavu inamjengea kujiamini. Inamjengea kujisikia kwamba kumbe na yeye ni binadamu kama alivyo binadamu wengine. Hilo ni jambo la kwanza. Tusiwanyanyapewa walemavu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, iwasaidie kwa kweli. Kama unamuona mlemavu ana uhitaji, msaidie. Kama ni uhitaji wa fedha, msaidie. Kama ni uhitaji wa chakula, msaidie. Kama ni uhitaji hata ushauri, msaidie. Tusiwache. Kwa upande wa walemavu wasioona, tuwasaidie, maana wanapokuwa wanatembea barabarani wanahitaji usaidizi, hasa kwenye vivuko wanapokuwa wanavuka barabara. Wale madereva wote wa magari, madereva wa bodaboda, bajaji, baskeli na hata kwa watembea kwa miguu, wajue kwamba hawa walemavu nao pia na haki zao wanapokuwa barabarani, waheshimiwe, wasaidiwe wanapoona kwamba kuna changamoto fulani. Kwa hiyo swala la kupendwa na kusaidiwa na kutokunyanyapaliwa ni mambo ambayo naona ni ya msingi sana kwa jamii kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Mimi nawashauri kukimbia sio suluhisho.
Maana hata kuna kukimbia, maana huyajui ya kesho yako ikoje. Kwa hiyo hujui kesho yako ikoje, cha msingi ni kushikilia kwa sababu we mwenyewe mlikubali tangu akiwa mzima, we ulimpenda. Sasa imetokea changamoto, sasa unakimbia. Na washangaa sana. Kwa nini ukimbie? Je, ungekuwa wewe ndio umeugua akakukimbia, unajisikiaje? Maandiko yanasema mpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Kwa hiyo mimi nawashauri kwamba wanapokumbana na changamoto, suluhisho sio kukimbia, ni kukabiliana na changamoto ambayo imewatokea mbele yao. Na mimi nawaasa jamii ili kusudi na wao watembee katika njia ya kumtegemea Mungu. Maana mambo yote anayapenda ni Mungu ndo anayaamua. Sisi wanadamu kwa hakuna aliyeandika barua aje duniani. Na hakuna anayejua kwamba mbeleni kuna nini kinachokuja. Kwa hiyo tujifunze kushikilia vile viapo vya ndoa ambavyo Mungu ambavyo tumepewa, lakini kumtegemea Mungu ambaye ndiye kiongozi wa maisha yetu ya kila siku. Maana maisha hayakimbiwi. Hata kule anapokimbia unadhani kuna salama, hakuna cha salama. Unaweza akafika huko na akapata makubwa zaidi. Kwa cha msingi tujifunze kukabiliana na changamoto tunapokuwa tunakutana nazo. Simulizi ya familia hii ni ushuhuda kweli kuwa ulemavu si mwisho wa maisha, na ni mwaliko wa kutazama upya thamani ya kila mtu bila kujali hali yake. Kupitia upendo, mshikamano na imani, wameendelea kutekeleza majukumu yao kwa heshima na matumaini. Hivyo basi, jamii inapaswa isimame pamoja na kuwaheshimu na kuwaunga mkono watu wenye ulemavu, kwani ndani yao kuna nguvu, uwezo na hekima ya kubadili dunia kwa namna ya kipekee. Hadi wakati mwingine, mimi ni Baraka Ngofira, mwandaaji na msimulizi wa makala haya.